Bwana, kauli ilitoka moja tu ya kwamba nina mipango naye. Ni kauli aliyoitoa kocha mkuu wa Simba Steve Barker juu ya kiungo mshambuliaji wa kikosi hicho Elie Mpanzu, ambaye jana klabu hiyo ilitangaza kumwongezea mkataba wa miaka 2 na kuzima kabisa tetesi zilizokuwa zimezagaa kuhusu mwisho wa msimu. Huenda angeondoka baada ya mkataba wake kumalizika. Simba imetekeleza maagizo ya Barker, ambaye anaonekana kujilipua katika kumbakisha nyota huyo raia wa DR Congo, anayeamini bado ana uwezo wa kuibeba Simba. Licha ya hapo kati kiwango chake kilizua mashaka baada ya ujio wa mastaa wapya kipindi cha dirisha dogo, akiwamo Anicet Oura, Libase Geye na Ino Luemba. Hatua hiyo inamfanya nyota huyo kuendelea kuitumikia Simba hadi Disemba 2028, ikiwa ni nyongeza ya mkataba wake wa awali uliokuwa ukielekea ukingoni. Kwa muda mrefu, Mpanzu alikuwa akihusishwa kuondoka Msimbazi kutokana na mkataba wake kuwa ukingoni, hali iliyozua hofu kwa mashabiki wa timu hiyo. Lakini hata hivyo, uongozi wa klabu hiyo chini ya mwekezaji Mohamed Dewji umeingilia kati na kuhakikisha unaimarisha kikosi hicho kwa kumbakiza mchezaji huyo. Pamoja na kusaini mkataba huo mpya, bado kumekuwa na mjadala kuhusu nafasi yake kikosini kutokana na ushindani mkubwa uliopo katika safu ya ushambuliaji ya timu hiyo kufuatia kusajiliwa kwa Libase Geye na Anicet Oura katika dirisha dogo la Januari 2026. Katika mechi za karibuni, Mpanzu amekuwa akianzia benchi kufuatia ujio wa wachezaji hao waliobadilisha muundo wa kikosi cha kwanza. Licha ya hili hiyo, Mpanzu ameendelea kuonyesha thamani yake, hasa baada ya kufunga bao muhimu lililoipa ushindi Simba dhidi ya Singida Black Stars na kutoa asisti katika mechi 2 mfululizo zilizofuata dhidi ya Pamba Jiji kwenye sare ya goli 1-1 na TR United mnyama akishinda magoli 3-0. Lakini katika mahojiano ambayo yalifanyika mjini Singida, Barker aliweka wazi kuwa hali ya Mpanzu kutokuwa na nafasi ya kuanza kwenye kikosi cha kwanza sio ishara ya kushuka kwa kiwango chake. Kwa mujibu wa Barker, ushindani uliopo ndani ya kikosi hicho ni mkubwa na maamuzi ya nani aanze hutegemea mahitaji ya kiufundi ya kila mchezo. Kauli hiyo ilionyesha wazi kuwa kocha huyo bado ana mipango na Mpanzu, na ndio maana mabosi wa timu hiyo wakiongozwa na Dewji walifanya uamuzi wa haraka kabla ya kumpoteza mkongomani huyo, ambaye kwa sasa anaonekana kurejea kwenye makali yake kama ilivyokuwa chini ya Fadlu Davids. Mpanzu aliyetua Simba Oktoba 2024 akitokea AS Vita Club ya DR Congo. Huu ni msimu wake wa 2 kikosini hapo, lakini mkongomani huyo amekuwa mchezaji wa 3 hivi karibuni kuongezwa mkataba wa kuendelea kuitumikia Simba baada ya Yusuf Kagoma na Rushain Derok. Nilikuletea taarifa hii ni mimi Justa Julius, lakini credit kwa Mwanaspoti kwa kuandikia taarifa hii kwenye gazeti la siku hii leo. Endelea kutufuatilia PMTV kwenye mitandao ya kijamii ukiandika PMTV Tanzania, lakini endelea kubashiri kupitia PMBet kwenye website yao ya www.pmbet.co.tz.